Kabila inaweza kuwa hii serikali yetu ya Kenya inaangalia watu wenye pesa waongelelee ukabila na maskini wakiongelea ukabila washikwe wakamatwe wawekwe ndani. Manake pale awali tuliweza kuona basi ule kijana wetu anaitwa Dek Tatu aliweza kuzungumzia Wakikuyu lakini alikuja akashikwa akawekwa ndani na ikakuwa kesi hadi waleo bado ako nje na bond. Na hii group ya Sifuna group ya Gachagua wamekuwa wakiongea kwa mambo na ukabila tangu enzi ya ukoloni mpaka wa leo. Hata wakati Raila aliaga duniani bado alibaki kuzungumzia hiyo ukabila. Hata leo tukizungumza bado Rigathi Gachagua anaweza kuongelea hiyo ukabila. Na kuna action yoyote serikali imechukua? Manake wakati alitumiwa onyo, niliona amejibu serikali jinsi yeye mwenyewe anataka. Anasema yeye alieleza kupitia maneno ya siasa, kuelezea kusaidia watu wake. Na hivi sasa tukiendelea, unaona ni maskini ndio ana haki hapa kwa nchi yetu ama hii ukabila ni nini haswa inaendelea? Siku zote wanasema maskini ni mnyonge, si kweli? Na tunataka kama vijana, ndio maana nimekuambia hii serikali ya GK tunataka tuondoe hii serikali. Tukiondoa hii serikali, juu ukiona Gachagua akiongelea ukabila hakuna mtu atamshika. Okay. Sababu ni kwamba kuna makartels na matycoons wako nyuma yake. Okay. Na hao ndio wanajifanya hao ndio wenye hii nchi. Okay. Si ni kweli? Cause ukiona akiongelea na mtu mwingine aongelea ukabila mpaka atashikwa. Lakini yeye akiongelea anaona ni kama hii Kenya ishakuwa ni kama ni Wakikuyu. Bila hao hawezi toa rais. Asante sana. Naitwa Kevin Odoro Tieno Sudi.